wazee wa matawi wakiwa wamekutana kuonyesha msisitizo wao kuelekea dabi ya Kariakoo ambayo imepangiwa tarehe 15 ya mwezi Juni 2025. Wameendelea kuweka msimamo kuwa hawachezi. Nipo na ndugu yangu hapa Jafu wa Mipango, nimeketi naye japo tupitie tuone jambo hili linabeba sura gani katika mpira wa Tanzania. Bana, mambo vipi? Nashukuru Mwenyezi Mungu, salama bin salimini. Sijui kwa upande wako ndugu yangu Augusto Tabibu. Niko salama ndugu yangu. Unaona mafua kidogo? Hali ya hewa kaka, hali ya hewa hii kidogo, mvua zimekuwa nyingi Dar es Salaam, zitupi nafasi, kwa hiyo hakukosekani hali kama hii ya mabadiliko ya kisauti na hali ya mafua ya hapa na pale, vikohozi. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, ili hali bado tuna pumzi ya kupumua, basi tunapopata wasawa kuyajadili yanayojiri katika anga la kimichezo, basi tunaweza kuyangamua. Nimesikia hapo ndugu yangu ukizungumzia kuhusiana na tarehe 15 ambayo kwa hivi sasa imezua gumzo, sio tu kwenye matawi au mtaani, bali hili swala limekuwa zito mpaka kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu wanasiasa pia na wenyewe wamebeba hisia za kimipira na mgawanyiko wa Simba na Yanga upo ndani kwao. Kwa hiyo hisia hizo pia zimeenda mbali kuonyesha msisitizo wa kile ambacho kilianzia bungeni mara baada ya tarehe husika kutangazwa, na hii imekuwa ni haraka zaidi kwa bodi ya ligi kutangaza tarehe husika mara baada ya shauri la Young Africans kutolewa taarifa kuwa wao wamelipokea na wanatakiwa kuanza katika ngazi ya chini ambayo wao binafsi wameweka wazi kwamba hawana imani na bodi ya ligi, na ili dabi ichezwe msimamo wao umekuwa pale pale, either bodi ya ligi ijiuzuru ama watoe taarifa ya kiuchunguzi kuhusiana kwa kugairishwa kwa mechi. Sasa swala ambalo bunge aliwezi likatoa msaada wa aina yoyote lile, na kanuni kama ambavyo Zungu alieleza, kanuni ya 81 kwa Gulamali kwamba hairuhusu bunge kujadili jambo ambalo aliwezi kuletewa utetezi ndani ya bunge. Kwa maana sasa unakeuka sheria ambayo ipo chini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kanuni zinazoongoza wabunge ndani ya bunge. Kwa tafsiri hiyo Mr. Augusto, hili swala ni kwamba mimi naona yani ni swala la miluzi mingi inampoteza mbwa. Kwa hivi sasa swala lililopo, kwa kuwa bodi ambayo ndio wasimamizi wa ligi wameshatoa tarehe husika, dabi itabaki kuwa pale pale. Dabi haiwezi kayumbishwa na kelele ambazo zipo kwa hivi sasa, kwa maana ya kwamba wazee wao watoke wazungumzi wanachokizungumza, wabunge ambao ni upande wa Young Africans watoke wazungumzi wanachozungumza. Na kwa hivi sasa ukiangalia muktadha mzima utaona watu wa Young Africans zaidi wakipaza sauti kuliko watu wa Simba, kwa sababu wao wanajiamini kwamba wapo salama na maamuzi ya kanuni ndio yaliibeba Simba moja kwa moja kwamba dabi ile ya tarehe 8 kugairishwa wao walikuwa hapo sawa. Lakini haimpi haki pia Young Africans kwa wakati huu pia kusema achezi mechi ambayo imepangwa Juni 15. Na ukiangalia pia kitaswira, Simba itakuwa imejulikana mbivu na mbichi, either kupata ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika ama kupata medali. Sasa jambo litakuja kuwa na moto zaidi pindi ambapo Simba atakuwa tayari kaishaunyakua ubingwa wa kombe la shirikisho, alafu unamwambia Young Africans akacheze huo mchezo. Yaani naona jambo linakwenda kuwa zito zaidi ikiwa kama itakuwa hivyo. Lakini hii dabi jinsi ilivyokaa imekaa kimtego. Hii dabi imekaa kimtego. Mtego uko vipi? Young Africans anahesabu michezo yake iliyosalia. Kusalia kwa michezo hiyo haoni nafasi yeye kudondosha alama hata moja. Ikiwa kama itakuwa hivyo, basi maamuzi ya ubingwa yatakuwa yamesalia kwenye dabi yenyewe husika. Mchezo nambari 184 ambao wao Young Africans wanahesabu kwamba tayari ushapita kikarenda, licha kuwa bodi ya ligi bado wanaendelea kushikilia kwenye makali yao ya kikanuni kwamba mechi hiyo itachezwa kama kawaida. Kwa hiyo mimi ninachokiona kwa kile scenario iliyotokea hii leo ni kwamba wanaendelea kupaza sauti ambayo viongozi hawezi kusema. Yani hili wanalolifanya ni sauti ya viongozi ila inawasilishwa na umma, ambao sasa wao kama wawakilishi wanaogopa kutoka mbele kuzungumza kwamba hii dabi haitochezwa. Maana hauwezi ukatoka rais wa klabu kubwa kama Young Africans na ukaujulisha umma wako kwamba hatuchezi. Sasa unafanyaje ili sauti yako ionekane ipo pamoja na wananchi wenyewe wanajiita wananchi?
ni kutumia pia uongozi wa matawi, kwa sababu ndo wajumbe wanaohusika kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo ni sehemu ya maamuzi ya moja kwa moja ambayo inawajibisha uongozi kuja kusema. Inaonekana ni kauli ya viongozi wao, wanaweza wakalipinga hilo kwamba hawajawatuma watu kuzungumza, lakini kauli imezungumziwa wapi? Hapo ndo tunakuja na hoja. Kauli imezungumziwa makao makuu ya klabu. Kama kauli kama hiyo hatuchezi inazungumziwa makao makuu ya klabu, dhahiri shahidi unatuthibitishia kwamba ni kauli ya uongozi wa juu wa klabu husika. Unaona, imetoa baraka zote kwamba bana, kama wazee wa klabu lisemeni hili swala na kuonyesha msisitizo kuwa dabi haifanyaje? Dabi hii haichezwi. Sasa mimi naona upande ambao hivi sasa unaonekana kuwa salama, na kwenye hili kidogo lazima kulete mgawanyiko ni kwenye ile, lakini kwa jinsi ambavyo jambo lilitokea, bodi ya ligi pia ina la kujibu. Yani katika hoja ambayo wao Young Africans wanaijenga, ina la kujibu kwa sababu kanuni zimeeleza namna ya utaratibu unavyotakiwa kufuatwa ili mechi ighairishwe. Kwa hiyo bodi ya ligi yenyewe ina namna yake ambayo imekiuka kanuni, na kwa hiki kinachoendelea wazee wa Yanga kuendelea kupaza sauti, lakini mashabiki, lakini bodi ya ligi au TFF wameendelea kuwa kimya tangu wametoa andiko lao la kupanga tarehe. Unadhani hizi kelele hawazioni au wameamua kulinyamazia jambo, wasubiri waone hiyo tarehe 15 itatokea nini? Kelele wanaziona ila hawana cha kujibu. Yani sio kwamba kelele hawazioni. Kelele zipo, wanaziona, na pengine labda inabidi wazime data ili kupunguza pressure ambayo hivi sasa wanaipata. Kwa hiyo kilichopo ni kwamba huna cha kujibu. Sasa kama huna cha kujibu, unategemea utajibu nini? Utakuja kwa kukurupuka. Unachokifanya ni kwamba kwa sababu wewe unazisimamia na kuhukumu mtu kulingana na kanuni ambazo zinakuongoza, basi wewe unatumia mwamvuli huo kumkandamiza yule ambaye pengine labda anakuwa katika haki. Na kama umefuatilia pia bungeni, Msukuma alikuwa ni moja ya mbunge ambaye aliibua hoja ambayo wana Simba wengi hawezi wakakubaliana nayo, lakini kwenye hoja yake kikubwa hasa alikuwa na kile anashinikiza kuhusiana na kile ambacho anaona sicho katika uongozi wa shirikisho la mpira wa miguu, lakini bodi ya ligi kama ambavyo Gulamali alitaka iwe huru, yani ni iwe huru, isiwe chini ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwenye hizo hoja ukizijadili kwa kina, bado kutakuwa kuna mambo mengi sana ya kungamua, lakini kwa wao jinsi walivyokuwa wakichangia hoja, ni walikuwa wanatafuta namna ya kupata usuluhishi katika swala lililopo. Kwa hivi sasa Yanga hawafikiri tena katika busara. Hawafikiri kabisa katika busara. Na kwenye hili mimi naona liwalo na liwe, yani naliona hilo, liwalo na liwe, kwa sababu hizi timu zinaongozwa na mashabiki. Na kama hizi timu zinaongozwa na mashabiki, Augusto, tegemea kwa asilimia kubwa wao ndio wana nguvu kubwa kuliko viongozi. Sasa nguvu yao imeshaanza kuonekana. Kama viongozi wa matawi wa Dar es Salaam wanakutana na kutoa kauli kama ile, wa mikoani wanaungana na wale waliopo Dar es Salaam. Sasa unaona hiyo tarehe 15 sijui yani itakuwaje, lakini ni moja kati ya dabi ambayo kwa hivi sasa imezua gumzo barani Afrika. Sasa bwana Jaffa Mipango, mmoja kati ya wazee ambao walikuaga ni wazee waandamizi katika klabu ya Yanga, Mzee Magoma, yeye pia alijitokeza na kutoa maoni yake katika hili sakata ambalo linaendelea, yeye akidai kwamba kuna haja ya kushusha silaha chini na wapeleke timu uwanjani. Unaonaje, yeye aliona nini katika hili mpaka akatoa mchango wake kwa namna hiyo? Maana yeye ndo anaonekana yuko tofauti na wanayanga wenzie. Mzee Magoma yupo straight. Yani Mzee Magoma yupo straight. Anachokiona ni anaona mapungufu ya bodi ya ligi, anachokiona anaona udhaifu wa shirikisho la mpira wa miguu. Na anachokitazama sasa hivi ni adhabu ya kikanuni ambayo itakwenda kuwakuta pindi ambapo wao hawatofika kwenye mechi tajwa katika tarehe hiyo ya tarehe 15 mwezi wa 6. Kwa hiyo kasimama katika maamuzi ambayo yatakwenda kufanyika pindi ambapo Young Africans watakosekana uwanjani, kitu ambacho wengi wanaamini kwamba hiyo kanuni haitakwenda kufanya kazi kwa sababu wao pia wapo juu ya taratibu ambazo zipo zinaongoza soka la Tanzania. Unajua, unapokuwa unajua Augusto, mfano unapojua kwamba baba yako ni hakimu katika mahakama fulani,
wewe unakuwa una jeuri ya kufanya ukorofi wa aina fulani kwa watu fulani, ukiamini kwamba hakimu atakaye kwenda kuhukumu hii kesi ni baba yangu. Kwa hivyo vyote sheria muda mwingine upindishwa kwa maslahi ya mtu binafsi. Unaona, sasa kuna watu ambao wanaamini hicho kwamba hilo swala haliwezi kutokea. Kwa hiyo mzee Magoma amekuwa against na vile vitu ambavyo anaviona kwamba watu wanalevywa wanalevywa mambo fulani na wao wanayabeba kama yalivyo bila kungamua ili jambo ni chanya au ili jambo ni asi. Tunalibeba kama lilivyo na tunaendelea kulipaza sauti kwa kulipaka mafuta ili liweze kung'ara zaidi huko kwenye mitandao ya kijamii, kuonekana hili jambo bana msimamo wake huko hivi. Kwa hiyo ni mzee pekee ambaye yupo against na wazee wengine wa Young Africans, na amekuwa hivyo muda mrefu kimtazamo, anaona kile ambacho wana Yanga wasichokiona. Sasa ndugu yangu Jaffa Mipango, kama Yanga wao wanachohitaji ni kupewa mrejesho, kwa nini mechi nambari 184 ilihairishwa? Ile ilikuwa ni March 8. Hawajapata hizo feedback, na wao wanachohitaji ni feedback tu ili wapeleke timu uwanjani. Je, unaona kuna ugumu wapi wa TFF kutoa huo mrejesho, kwamba kwa nini waligairisha mechi siku ya March 8 ambayo ilitakiwa ichezwe na wakaigairisha, na hawajatoa feedback yoyote, hawajawaeleza Yanga chochote kwa nini waliairisha pale? Agu tunarudi pale pale. Wao sababu walizozitoa ni kwamba kulikuwa kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Viashiria vya ilizungumzwa. Kwani mechi kugairishwa lazima uainishe sababu ya kwa nini vimefanyaje mechi imeahirishwa. Uwezi ukahairisha tu, yani wewe umelala umeamka umesema mechi hamna kitu cha namna hiyo. Wewe ni kiongozi, weka sababu, lazima uweke sababu kwa nini mechi umeigairisha. Viashiria hivyo ambavyo sasa Young Africans walitoka wakahoji kama kulikuwa kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, mbona Yanga walikwenda? Mbona watu walijitokeza? Mbona walikata tiketi? Mbona hakuna mtu yote aliyedhurika? Zaidi tu ya yule mtu ambaye kwa bahati mbaya aliegemea nguzo, mtu wa Young Africans. Siku hiyo mvua ilikuwa inanyesha, maskini ya Mungu muda wake ulikuwa umefika, shoti kampiga, umauti ukamkutia pale. Tofauti na hapo hakuna tukio lolote ambao mtu alitoka amedhurika kwenye uwanja. Kwa maana hiyo sasa huna majibu ya kujibu, utatoka ujibu nini? Yani huna majibu ya kujibu. Yani umeshtakiwa, kesi ni ya kwako, kila ushahidi unaonyesha wewe ndio mwenye kosa. Unategemea unajiteteaje? Hakimu mwisho wa siku lazima kuhukumu kwenye hili. Young Africans wanataka majibu. Kwa upande wao wapo sahihi. Aliyakuwa sasa hivi kila shabiki wa Simba Sports amesimama imara na uongozi wa TFF kwa kumkingia kifua Karia na viongozi wengine waliopo kwenye bodi ya ligi. Sasa kama hili swala linakuepo ni kwamba kuna pande mbili, na hizi pande mbili zimegawanyika. Moja inatetea kwa kuona uongozi upo sahihi, moja inaona uongozi haupo sahihi. Sasa hii ambayo inaona uongozi haupo sahihi inataka majibu. Wenyewe hawana shida ya kucheza mechi. Wanachotaka toa majibu ya kiuchunguzi. Kwa nini umegairishwa? Tupe taarifa za uchunguzi, wao watacheza hii mechi. Sasa hilo na lenyewe linawashinda. Kama wapo sahihi na sababu wanazo, walete hizo sababu ili Yanga wacheze. Yanga hawana shida. Yaani mimi kuna muda naona Yanga hawana shida. Ila wanachokitaka hawa Yanga kwamba bana sikilizeni, sisi tunachokitaka kwa sasa hivi tuleteni taarifa za kiuchunguzi. Sisi tutacheza kwa sababu hatuoni sababu ya msingi iliyofanya mechi nambari 184 kugairishwa. Inawezekana nyie kuna kitu ambacho mmekiona cha tofauti na sisi tulichokiona kiliwapa sababu ya nini kuahirisha mechi. Sasa hivi mnatutakaje sisi twende tukacheze hiyo mechi? Ndicho hicho Young Africans wanachokihitaji. Wanahitaji majibu. Sasa majibu wanayapataje Augusto? Ndio hiyo TFF hawana cha kujibu kwenye hili. Unadhani watajibuje? Kama TFF hawana cha kujibu, Jaffa Mipango, na wewe unaungana na baadhi ya wadau wa soka ambao wamejitokeza na kuwaomba Young Africans wachutame, kwa sababu mkubwa akikosea, kama hivyo nyumbani, mkubwa akikosea basi bado mdogo unaonekana ndo upo kwenye kwenye nafasi ya kujinyenyekeza zaidi. Wewe pia unaungana na wadau wengine wa soka ambao wanawaomba Young Africa sasa wafikie hatua watumie busara, sio kanuni, kuelekea kwenye lililopo hapa. Hakuna kanuni, ni busara. Mbona hiyo lizungumzwa mara ya kwanza? Yaani mapema kabisa inajulikana kwamba hapa ni busara ndio inayotumika ili waweze kucheza. Wizara kuingilia hili swala na kuwaita vilabu vyote viwili kuzungumza lilikuwa ni swala la busara, alikuwa ni swala tena la kikanuni. Yaani tunawaomba sasa au tunawataka ninyi watu, ile swala lisipofanyika ina maana litaleta hatari 1, 2, 3 kulingana na wao walivyozungumza
kuzungumza ndani. Kwa hiyo ni busara ndizo ambazo zinahitajika sasa hivi ili vilabu viingie uwanjani. Sasa uone hiki wanachokifanya Young Africans, wanataka wakomeshe hii era ya kutumia busara kuliko kanuni ambazo zipo. Na ndicho walichokifanya Simba Sports, kukomesha yale ambao waliamini kwamba hawatendewi haki. Yaani waliamini kwamba kuna mambo ambayo yanafanyika na imekuwa ni kama mazoea ya wao yani ndio hicho sasa. Kama kumeonekana kama kuna viashiria ambavyo kwa wao wamekuwa kinyanyaswa kwenye baadhi ya viwanja ambavyo walikwenda kwa msimu huu wa 24-25, na kubwa ambalo reference wanaitumia ni uwanja ambao zilitokea sintofahamu pale CCM Kirumba na baadhi ya viongozi kusukumwa kwenye karandinga na mkuu wa mkoa ambaye dhahiri shairi inajulikana mkuu wa mkoa wa Mwanza ni shabiki wa Young Africans. Kwa hiyo wao walibeba kwamba pengine labda kwa hii taswira jinsi ilivyo yawezekana sasa unatoa watu mchezoni ili kupoteza ile concentration katika mchezo na psychologically kuanza kudili na tatizo ambalo limetokea kuliko mchezo husika. Kwa sasa wanafanyeje? Wakaona sasa hapa pia ndo sehemu pekee ya kuchukulia nini? Kuchukulia hatua ili waelewe kwamba sisi pia sio wazembe. Kwa walichokifanya ni walijitazama wao. Unaona, walitazama wao kwamba tunafanya hivi ili kanuni ziwe zinatumika vile ipasavyo, kama ambavyo hazitumiki pia tukifanywa nini? Makosa. Sasa ndicho ambacho pia kinarudi huku kwa Young Africans kwa hivi sasa. Kwa hiyo kwa namna ambavyo jinsi unavyoona Agu, ili swala limekaa kibusara. Hakuna kanuni inayotumika hapa Agu. Hamna kanuni. Hamna. Kinawatisha wao wenyewe. Yaani sasa hivi hamna nenda mbele rudi nyuma. Sasa hivi kila wakikaa na kimbia wao wenyewe. Sasa unadhani hili swala limekaaje? Jambo limekaa vibaya hili. Hili jambo limewakalia vibaya. Yaani kuna muda wao wenyewe wakikaa wanaambiana ila kweli. Hawa Yanga kuna hoja wanayo.